Kiswahili? Kiswahili sawa sana. Asante. Tulikuwa na leo tumekuja hapa nimeandamana na mawaziri, familia wa DCI na wale wengine ambao tulikuwa tujue ni kwa nini mwenda zake alituacha kwa ghafla Saturday, na tumepata report. Wakati tulikuja hapa Jumamosi tulikuwa na wasiwasi na maswali ambayo tulikuwa na yamejibiwa. Swali la kwanza, kulikuwa na alama ilikuwa hapa kwa kichwa ambayo ilikuwa inatutia wasiwasi, alafu ukiangalia sura yake ulikuwa unaona kuna upungufu wa damu. Kwa hivyo maswali haya yamejibiwa kwamba roho yake ilipasuka na ikafuja damu, na inawezekana wakati jambo hili lilikuwa naendelea ndio alikuwa anafanya, alikuwa anahisi kwamba ako na kitu tunakiita na kimombo gas. Alikuwa ameanza kufuja na inawezekana pia aligongwa wakati aidha kizunguzungu akipatwa na hiyo janga, ndio alama ilikuwa inaonekana kwa kichwa. Kwa hivyo familia wameambiwa na wameridhika, na sisi kama serikali ya Makueni, jambo ambalo ni muhimu kwetu ni kwamba kujua kwamba Dr. Sonia hakuna jambo ambalo alitendewa mbaya. Hiyo ni kitu muhimu kwetu, pamoja na familia na DCI ambao walikuwa hapa. Kwa sababu mtu akifa ghafla kitu kama hiyo, maswali mengi yameibuka. Nimepigiwa simu na watu wengi sana, magavana, PSS, mawaziri ambao walifanya na Dr. Sonia, na ni vizuri tumepata majibu, ili pia familia ambao wako hapa na marafiki wapate ridhaa ama wapate consolation kwamba hakuna jambo mbaya lilifanyika kwa mtu wao. Na sisi kama serikali tujue kwamba ni jambo ambalo linatokana na maradhi ambayo yalikuwa mwilini tangu miaka 12 iliyopita. Kwa hivyo tumefika hapo Jumamosi, tutampumzisha Sonia. Sisi tumepata nafasi, tumeonyeshwa kila kitu. Mimi nimeonyeshwa na familia wameonyeshwa, na kwa hivyo hakuna maswali mengine ambayo yatatokea. Burial permits itapatianwa hapa tukitoka. Jumamosi tutampumzisha waziri Dr. Sonia Nzilani. Asante.